Hamjambo mtazamaji wa televisheni Mteba TV, karibu kuweza kuungana nasi katika taarifa zetu za habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili. Taarifa yake Janvier Emmanuel Kaluhya. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi ni mtangazaji wako Janvier Emmanuel Kaluhya, nikukaribisha kuweza kuungana nasi katika habari zetu za kila siku. Leo ni tariki 27 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Tukaribishe kuweza kujiunga nasi katika matangazo yetu, pia uchambuzi wa habari zetu za siku ya leo. Yale ambayo tutakayozungumzia kwa siku ya leo, tutazungumzia kabisa kuhusu hali ya usalama mdogo ambayo iliendelea kuripotiwa huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan huko maeneo ya Rubaya, wakitaja kuwa tayari kabisa habari zaeleza kuwa wazalendo pamoja na jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamerudi nyuma kabisa baada tu ya kukaribia karibu ya kilomita 1 kuingia maeneo ya Rubaya. Habari ambazo tumezipata kwa sasa zaeleza kuwa wamerudi kwenye kilomita 20 na maeneo ya Rubaya baada ya kupata tu mitindo na viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia tuzungumzia kuhusu jioni katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa pale Bango Kapale maeneo ya Kisangani, ambapo waliweza kugundua kabisa kuwa kuna ndege mbili zisizokuwa na rubani ambazo ziliweza kuendesha mashambulizi kwenye maeneo hayo ya Bango huko Kisangani, na huku kabisa zikiweza kutekelezwa baada tu ya kuendesha shambulizi. Na kwa sasa kazi za eneo hiyo za kwenda kushimamishwa baada ya kugundua kuwa ni mara ya 4 kabisa drone hizo zikiwa zinavizia maeneo hayo. Na pia kabisa kuhusu mvutano wa kivita ambavyo unavyoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tutazungumzia pia kuchambua kiukweli na kiunaga ubaga kuhusu kabila ya Wanyamlenge ambao waliwasili nchini Kongo ya Kidemokrasia mwaka 1995 na kuonesha kuwa namna gani waliweza kunyanganywa uraia wao tariki 28 Aprili mwaka 1905 chini ya uongozi wa makamu mwenyekiti wa zamani Anzulunu Bembe. Na pia shirika jipya la kiraia latangaza kuwa hii leo tariki 27 mwezi wa 5 mwaka 2026 majira ya saa 3 asubuhi kutakuwa kongamano kubwa ambalo litakutanisha viongozi wote wa wazalendo katika mji na tarafa la Uvira. Yale ambayo watakayozungumzia kabisa utakwenda kuyagundua katika habari zetu za siku ya leo. Mwanzo hadi mwisho ni ukaribishe kuweza kuungana nasi kila siku. Nambari yetu ya WhatsApp iko hapo chini. Ukiwa na maoni au pendekezo kabisa, usisite kutuandikia kupitia nambari yetu ya WhatsApp. Moja kwa moja tutakwenda kukujibu, na ikiwa unahitaji tukuunge kwenye grupu letu la WhatsApp, tuko tayari kuweza kuunga kwenye grupu letu la WhatsApp. Tuanze na habari za Uvira kupitia shirika jipya la kiraia ambayo imetangaza mkutano muhimu kabisa wa viongozi wa majenerali wa wazalendo. Mkutano huo ukiwa ni mkutano muhimu ambao utakao wakutanisha viongozi wa majemadari wa wazalendo ambao utakaofanyika Jumatano ya tariki 27 Mei mwaka 2026 mjini Uvira katika mkoa wa Kivu Kusini. Tangazo hili limetolewa na ofisi ya SNCC Kivu kupitia taarifa rasmi iliyochapishwa Jumatatu hii, kwa mjibu wa taarifa tulizozipata kupitia televisheni, ambapo nakala yetu tumeweza kuinakili ikitaja kuwa mratibu wa mkoa wa Sud Kivu kupitia shirika jipya la kiraia Bwana Martin Mafikiri Mashimango amewataka viongozi wote wa wazalendo kuweza kufika kwenye kongamano hiyo, ambapo watakuwa na mengi zaidi kuweza kuzungumzia kuhusu usalama ambao unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kuhusu kuondoka kwa wazalendo katika bonde la Ruzizi pamoja na swala la fedha wanazopewa katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kutoka kwa rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkutano huu ambao utawapea kipaumbele kuweza kujadiliana kwa pamoja majira ya asubuhi mapema kwenye jumba la polisi hapa mjini Uvira Pense, ili kuweza kujadiliana kwa pamoja na kujua namna gani wazalendo wanaweza kupata haki yao na kuishi kwa amani, pia kutekeleza mitindo ya viongozi. Tusubiri nini hasa matokeo ambayo itakayotokea katika mazungumzo hayo ambayo yameandaliwa na shirika jipya la kiraia.
Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tujielekeze huko maeneo ya Rubaya. Wazalendo waamrishwa kurudi nyuma na uongozi wa juu ama reprise strategique. Kwa mjibu ya habari ambazo tulizozipata, wazalendo na FARDC waliokuwa karibu tu na mlango wa Rubaya wamerudi nyuma wa kilomita 20. Wazalendo hao walikuwa tayari wamefika eneo la Kyanyura, umbali wa chini ya kilomita 1 kutoka Rubaya, lakini sasa wamejielekeza kurudi nyuma kabisa kwenye umbali wa kilomita 20, jambo ambalo kwa sasa linaleta hofu kwa wakaazi, wakati wengi wao wa pale maeneo ya Rubaya walikuwa wametarajiwa kuja kukombolewa na baadhi ya wazalendo pamoja na jeshi la taifa kupitia mashambulizi ambayo iliyotokea maeneo hayo. Na moja kwa moja tujielekeze huko maeneo ya Kisangani. Jioni kati ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa pale Bangoka Kisangani ilikuwa ni tariki 26, ilikuwa ni tariki 25 ya mwezi wa 5 mwaka 2026. Ndege mbili ndogo zisizo na rubani ama drone zilikuwa kabisa zikijelekeza katika eneo hilo, zikigunduliwa kabla ya kufika lengo lao. Hakuna vifo ambavyo vilivyoripotiwa kutokana na habari zetu ambazo tulizozipata kutoka ujumbe pamoja na taarifa kutoka kwa viongozi wa usalama ambao wanaopatikana maeneo hayo ya Bangoka, wakitaja kuwa kaazi waweze kuwa kimasomaso na kuwa makini ili kuendelesha uchunguzi. Kwa sasa vyombo vya usalama vimeanzisha uchunguzi ili kubaini wakina nani ambao waliorusha ndege hizo, huku wakiwa na matumaini kuwa zimetokea nchini Rwanda ambapo zimelenga uwanja wa ndege hiyo. Na kwa sasa shughuli zote kabisa za usafirishaji wa ndege kutoka Kisangani hadi Kinshasa zimesimamishwa kwa ajili ya kugundua na kufanya uchunguzi kuhusu hali hiyo ambayo inayoendelea kuripotiwa kila leo. Ni mara ya 4 kabisa ikiwa uwanja huo wa Bangoka ukiwa unaviziwa na waasi wa M23. Ikiwa tunaendelea na taarifa yetu ya habari katika lugha bora tukufu la Kiswahili, tuzungumzie kuhusu habari ambazo zinazoanza kuzagaa kwenye mitandao, huku M23 kitaja kuwa wazalendo pamoja na jeshi la taifa waanza kuondoka Luvunge kuhofia maisha yao kupitia drone ambazo zinazopigwa kila leo. Habari hizo zikiwa ni za uongo kabisa, na kueleza kuwa jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo pamoja na wazalendo wako kimasomaso, wanaendelea kufanya kazi bila hata bugza, licha kuwa wao wanaendelea kutumikisha mitandao wakiwa wanataka kudanganya watu na kuwashawishi raia. Lakini tukujuze kuwa Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi anaendelea kufanya diplomasia ili kurejesha amani ya kudumu maeneo kote mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tujielekeze moja kwa moja katika uchambuzi wa masuala ya kisiasa kuhusu uraia wa Wanyamulenge ambao waliowasili mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye utawala wa Mobutu Sese Seko. Mvutano wa uraia wa Wanyamulenge nchini Zaire ilikuwa ni mwaka 1995 iliyopelekea jamii hiyo kupokonywa uraia enzi za Mobutu Sese Seko tariki 28 Aprili mwaka 1905 chini ya uongozi wa makamu mwenyekiti Anzuluni Bembe. Baraza kuu la jamhuri la bunge la Mobutu la Zaire lililokuwa likifanya kazi kama bunge la nchi ya Zaire lilipitisha hatua kadhaa zilizokusanywa katika kile itakachoitwa azimio kuhusu uraia. Kwa waangalizi wengi, hii ilikuwa hatua ya kwanza ya kile kilichokuja baada tu ya kuitwa vita vya Banyamulenge, ambavyo tu baada vilisababisha machafuko makubwa mashariki mwa Zaire. Je, ilikuwaje kufika hapa? Tunakwenda sasa kama ilivyo kawaida kupitia ripoti ambayo tunayoendelea kuiangazia. Katika mwaka 1903 hadi 1904 vita vya wenyewe kwa wenyewe
vilivyokuwa kabisa vikiendelea Burundi na Rwanda vilisababisha kuingia kwa wakimbizi wengi kutoka Rwanda na Burundi nchini Zaire. Kimbia hawa waliwekwa zaidi kati ya majimbo ya Kivu Kusini na Kivu Kaskazini ndani ya kambi zilizosimamiwa na ASER katika nchi ya Zaire, kulingana na habari ambazo tunazoendelea kuzitafuta kuhusu udadisi wa masuala ya wakimbizi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wahutu Watusi katika eneo hilo, mjadala kuhusu utambulishaji uraia, nani mwenyeji na yule asiyekuwa mwenyeji. Katika mazingira hayo, bunge la Zaire lililounda kamati ya uchunguzi ili kuchunguza hali ya Kivu na azimio ya wajumbe 10 iliongozwa na Mvangu Mambwani kati ya tariki 22 Agosti hadi tariki 8 Septemba mwaka 1994. Kamati hiyo ilitembelea mji mbalimbali ikiwa mashariki mwa Zaire kama Goma, Bukavu, Uvira, Fizi, Kalemi, Kalehe, Masisi, Ruchuru na Ijwi, kisha kutoa ripoti yake mapema mwaka wa 1905. Tariki 28 Aprili mwaka 1905, chini ya uongozi wa makamu mwenyekiti, aliazimisha ripoti ya kamati ya Vangu. Baada tu ya hapo, azimio lililolenga kuzuia wakimbizi wa Rwanda na Burundi kupata uraia wa Zaire. Hata hivyo, kwa vitendo ilivyotolewa na pia majukumu ambayo iliyokamatwa kama vile jukumu ya kisiasa mashariki mwa Zaire, kamati Vangu ilipendekeza kusafishwe kwa Kongo zidi. Alihusisha pia mada kwamba Watusi waliokuwa wamepanga kuunda ufalme wa hima iliyolenga kuchukua Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania na Zaire. Hata hivyo, umoja wa ujumbe wake Remi Kalengamire alipinga mtazamo huo, akieleza kuwa kuna Banyamulenge ambao asili yao Zaire. Baadaye aliondolewa kwenye wazifa wake wa ubunge na uraia wake wa Zaire. Mwezi Julai mwaka 1995, miezi mitatu baadaye ya azimio hilo kupitishwa, raia 40 wa Zaire wenye asili ya kuzungumza Kinyarwanda walimwandikia Rais Mobutu Sese Seko barua ya maombi wakitamka kuzuia taarifa lisigawanyike, wakieleza kuwa baadhi ya mapendekezo ya kamati yaliyokuwa hatari ya kuchochea ugawanyiko wa taarifa, lakini waliweza kudhibiti hatua hiyo. Huko Uvira, hatua ya kwanza ya mgogoro ulianza Septemba mwaka 1995, ambapo shirika lisilo la kiserikali Grupe Milima lilikuwa la Mnyamulenge Muliere Ruhimbika iliyopingwa marufuku baada tu ya Oktoba 19 mwaka 1995. Mkuu wa eneo la Uvira Shweka Mutabazi alitangaza kuwa Banyamulenge ni kundi la kikabila lisilotambuliwa chini ya Zaire na viongozi wao wakitishwa kufukuzwa. Hivyo kampeni ya kutenga na kuwabagua ilianza zidi ya jamii ya Banyamulenge. Mgogoro huo baadaye uliitwa Ausi wa Banyamulenge, lakini ulipanuka na kuwa Ausi mkubwa wa kijeshi wa AFDL chini ya uongozi wa Laurent Desire Kabila, ulioungwa mkono na Rwanda, Uganda na Burundi. Mnamo tariki 25 Oktoba mwaka 1996, wakiteka Uvira, na takriban miezi 8 baadaye 19 Mei mwaka 1997 walifika Kinshasa na kugeuza utawala wa Mobutu. Hapo ndipo kabisa tunafika mwisho wa taarifa yetu ya habari na uchambuzi wa habari zetu za siku ya leo, uchambuzi ambao uletwa kwenu naye Janvier Emmanuel Kaluhia. Ikiwa ni mara ya kwanza kutembelea channel yetu, usikose kujiabone kwenye channel yetu, kulike pia kushare kwa wengine,
tunapotoa habari zetu kila leo, uwe wa kwanza kabisa kuweza kuzipata. Mimi na wewe kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Kwaherini. Thank you.